Ni soko lililojaa halaiki ya watu wanaochuuza na kununua bidhaa tofauti. Ukitembea katika soko hili, makaribisho ya wafanyabiashara wanaouza viatu vya magurudumu almaarufu akala yanaonyesha jinsi wakazi wa Narok wanaienzi biashara hii. Mzee John Mudhama mwenye miaka 70 aliyekuwa dereva hapo awali amekuwa katika biashara hii kwa miaka 36 na sasa anatueleza jinsi alivyojitosa kwenye biashara hii. Nilianza mwaka wa 78. Wakati niliumia nikawachana na hiyo kazi ya maroli. Mudhama aliyepata ulemavu baada ya ajali ya barabarani hakufa moyo, kwani biashara hii imemwezesha kujikimu kimaisha. Mimi nimefurahia, bado hiyo kazi inanifanya mzuri sana. Napata pesa, nalea wasukuu wangu wote wamefaulu. Hata hivyo, gharama ya maisha inazidi kuwa nzito kwa wanaofanya biashara hii, hali inayopelekea wafanyabiashara wa bidhaa hizi kupandisha bei. Matairi ikiwa wanapanda juu, bei naye sisi viatu tunapandisha juu kidogo. Tulikuwa nanunua tairi moja hii kubwa shilingi 50. Kitambo tulikuwa nanunua shilingi 50, sasa si nanunua shilingi 1000. Mudhama amekuwa kielelezo kwa vijana wengi katika maeneo haya. Mmoja wao akiwa Edward Mwau mwenye miaka 36 anayekiri kuwa maisha yake na ya familia yake inategemea kazi hii. Mimi huwa nategemea hii kazi. Ndio nalisha watoto wangu, ndio nalisha mimi mwenyewe. Kwa hivyo hii kazi yangu mimi huwa naifurahia sana. Viatu hivi vinavyodumu kwa muda mrefu vinapendwa sana na jamii ya Wamasai ambao ndio wateja wakuu wa wafanyabiashara hawa. Wanazipenda sana juu najua hizi viatu zinakaa sana, na hata wakiwa msituni wakishunga bangombe zao hivi hawezi dungwa na miti. Hivi viatu haidungwangi na miti, hiyo ni tile. Viatu hivi vinauzwa kati ya shilingi 350 na shilingi 500, na kwa wastani huwapa wachuuzi hawa kipato cha kati ya shilingi 8,000 na shilingi 10,000 kila mwezi. Viatu hivi hutumiwa sio tu na wakazi wa Narok, bali pia watu wa matabaka mbalimbali humu nchini. Geoffrey Mola, Nipashe Wikendi.